Hello wamama, habari ya wakati huu. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo nimewaandalia somo zuri kabisa ambalo linahusu tangawizi. Tangawizi imekuwa ni kitu kizuri ambacho kila mmoja anakijua kupitia jikoni. Lakini leo tutaenda kuangalia madhara na faida ambazo atazipata mama mjamzito akitumia tangawizi. Lakini je, ni salama kwa kutumia tangawizi ukiwa mjamzito? Ina faida gani kwa wewe mjamzito? Lakini pia ni wakati gani inaweza kuwa hatari? Haya yote unatakiwa uyajue kupitia darasa hili. Kaa nami mpaka mwisho wa video hii ili ujue ukweli kuhusu matumizi ya tangawizi kwa mama mjamzito. Tangawizi watu wengi mmekuwa mkiitumia kwa mara nyingi sana na kwa muda mrefu sana, lakini hauwezi ukajua madhara yake na faida zake kwa wewe mama mjamzito. Leo nazungumza na wewe mama mjamzito kwa sababu nataka kukwambia athari zake, lakini pia ujue namna ya kujikinga kwenye tatizo hilo. Je, kwa mama mjamzito hali ikoje? Unaweza ukajiuliza. Faida za tangawizi ni nini kwa mama mjamzito? Kwanza, hupunguza kichefuchefu cha asubuhi. Kwa wale mama ambao wanapata morning sickness, ukitumia tangawizi inakuwa, na hii ndio faida inayojulikana zaidi katika miezi mitatu ya mwanzo kwa mama mjamzito kwa wanawake wengi, lakini sio wote, kwamba inapunguza kichefuchefu kwa mama mjamzito. Lakini kitu kingine, tangawizi hii inaboresha mmeng'enyo wa chakula. Ni nzuri sana wakati wa ujauzito, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unakuwa polepole. Kwa hiyo tangawizi inaweza kusaidia kupunguza gesi tumboni au kuvimbewa, na ikakufanya kuwa na hali nzuri kwa watu kadhaa, sio kwa watu wote. Lakini kitu cha tatu, faida ya tatu ni kupunguza maumivu ya mwili. Pale ambapo unakuwa unajihisi huko vibaya, tangawizi ina viambatanisho vya asili vinavyoweza kusaidia kupunguza uvimbe na maumivu madogo ya mwili. Madhara na hatari ya tangawizi kwa mama mjamzito ni yapi ambayo unaweza ukayapata ukiwa na mimba? Madhara ya kwanza, kwamba hatari ya kutokwa na damu. Unaweza ukapata hiyo changamoto. Tangawizi inaweza kupunguza uwezo wa damu kuganda ikiwa itatumika kwa kiasi kikubwa. Usitumie kiasi kikubwa, tumia kiwango kidogo sana. Lakini pia inaweza kuongeza hatari kutokwa na damu, hasa karibu kwa muda wa kujifungua. Kwa kuwa makini sana kwa utumiaji wa tangawizi ukiwa ni mjamzito. Lakini pia inaongeza kiungulia kwa wewe mama mjamzito. Kwa baadhi ya wajawazito wengi, tangawizi inaongeza kiungulia au kuwasha kifuani. Kama umewahi kuitumia utakuwa na experience ya hivyo. Lakini matumizi ya kupita kiasi, kwamba unapotumia kiasi kikubwa kinachoshauriwa kwa takriban kama gramu 1 na kuendelea kwa siku. Matumizi ya kawaida husaidia kichefuchefu. Matumizi makubwa sana yanaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo hizo ni hatari ambazo hutakiwi kuzitumia ukiwa una ujauzito. Nani hupaswa kutumia tangawizi? Kwamba ni nani anahitaji atumie tangawizi? Epuka au wasiliana na daktari kama una historia ya mimba kuharibika mara kwa mara, una tatizo la kutokwa na damu kirahisi, unatumia dawa za kupunguza damu, au una pressure ya chini sana. Usitumie tangawizi pasipo kuomba ushauri kwa daktari, au utatupigia sisi simu ambazo tunaweka hapo ili tuweze kupatia ushauri na namna ya kuishi na ujauzito wako bila changamoto yoyote. Lakini jinsi salama ya kutumia tangawizi, unaweza ukajiuliza kwamba utatumiaje? Tumia kwa kiwango kidogo sana cha tangawizi, lakini epuka vidonge vya tangawizi bila ushauri wa mtaalamu au daktari. Chai nyepesi ya tangawizi mara moja kwa siku, usitumie kila siku. Lakini pia zungumza na daktari kabla ya kutumia hiyo tangawizi kwa mara. Lakini kumbuka kwamba kila mwili ni tofauti. Kinachomfaa mtu mwingine si lazima kikufae na wewe. Hapana. Kwa hiyo usione mtu mwingine anatumia ukasema na mimi natumia. Kila mmoja ana afya yake, ana mwili wake kulingana na yeye alipo. Kwa kifupi zaidi ni kwamba tangawizi inaweza kuwa na faida kubwa kwa mama mjamzito, hasa kupunguza kichefuchefu. Afya yako na ya mtoto wako ndio kipaumbele cha wewe mama mjamzito, au wewe mama unahitaji kuiweka kwanza ili uweze kuwa safe.
Kama umejifunza kitu kipya au kitu kigeni, tafadhali like, subscribe, lakini pia usisahau kushare video hii kwa kina mama wengi ili waweze kupata somo na waweze kujikinga na changamoto hiyo. Lakini pia usisahau kuandika hapo maoni yako. Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye comment ili tuweze kusaidia zaidi. Karibu sana.